Ya, niko salama na namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nimeingia katika jiji la mzee wetu Albert Charamila, jiji la amani, jiji lenye upendo, jiji lenye umoja, jiji lenye ushirikiano na imani kwamba tulikuwa na safari ndefu ya mzunguko kwenda kuisupport timu. Lakini tumerejea juzi kutoka Ruangwa, leo niko katikati ya mji. Kikubwa ni kumshukuru tu Mungu, kila jambo linakwenda vizuri. Bwana ndugu yangu Mikoi, kabla sijaanzia kule nilikokuwa nataka kufika, Simba Sports Club leo wameanza safari kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya michuano ya Muungano. Pengine hili mnalitazama kama kombe lenu na hili pia mna kulitamani, au mashabiki wa Simba watarajie kitu cha namna gani hasa? Ya, kwanza unapozungumzia kombe la Muungano unakwenda kuzungumzia mashindano makubwa kwenye nchi yetu. Haya mashindano na historia. Taifa hili 61 tunapata uhuru Tanganyika. 64 mapinduzi Zanzibar yanafanyaje? Yanafanyika. Tunapokwenda kuungana 64, 65 tunaingia katika mfumo wa kucheza mpira. Ndio mara ya kwanza tunaenda kutambulisha ligi ya Muungano ambayo ilikuwa inatoa bingwa ambaye anakwenda kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa au shirikisho. Ligi ya kwanza kuchezwa ndani ya nchi yetu, basi unakwenda kuzungumzia ligi ya Muungano. Kwa hiyo sisi kama Simba unapokwenda kuzungumzia ligi ya Muungano tunaipa thamani kubwa kwa sababu kutokana na historia yake ya ligi ya Muungano. Leo hii vijana wengi hawajui, lakini tuwape historia ya ligi ya Muungano. Ndio ligi ya kwanza kwenye nchi yetu. Hapo nyuma maana yake 65. Maana yake ndio tumeanza kucheza ligi ya nini? Ya Muungano. Baada ya nchi ya Tanganyika na Zanzibar kwenda kufanyaje? Kwenda Muungano. Haya mashindano yalienda kufa. Na huwa anasema siku zote kama kuna mwanadamu anaweza kubisha, mtu wa kwanza aliyesababisha mashindano ya AFE ni Dar es Salaam Young Africans. Young Africans ndiye aliyefanya mashindano haya kufa. Yes. Kama kuna mtu mwenye akili na anabisha aje. Kwa nini alikufa? Yanga walikataa kwenda kucheza na Jamhuri ya Pemba. Yanga walipokwenda kufungua kesi mahakamani Ilala kwenda kuzuia ligi ya Muungano isichezeke kwa sababu walipinga kwa nini waende kucheza wapi? Pemba. Hizo ni hoja. Uwezo ukajibia kizuruhuda, kama una uwezo njoo tukae. Tujadiliane, tulete hoja. Ndio maana sababu ya mashindano ya Muungano kafanyaje? Yakafa. Kwa hiyo sisi kama Simba tunawapa thamani kubwa. Na ndio maana leo timu imesafiri. Hivi nazungumza nanyi na imani kwamba imefika Zanzibar salama na tumepeleka foru nondo. Nia na mazumuni kuna namna ambavyo tunakwenda kufanya vizuri kwenye nini? Kwenye mashindano. Bwana, hapo juzi nilishuhudia bodi ya ligi ya kamati ya masaa 72 iliangusha rungu zito. Ilianza kwa klabu ya soka ya Azam FC fine milioni 5 kwa kosa la kupita mlango ambao sio husika, mchezo wa Azam FC dhidi ya Simba. Haikuishia hapo. Lungu jingine likaanguka kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Mashabiki mkatozwa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa kosa la kurusha chupa ndani ya uwanja. Haikuishia hapo tena. Mudathiri haya Abasa akafungiwa tena na kiasi cha pesa kupigwa fine. Mnasemaje wana Simba? Mbona kama mmekuwa kwa mkupu moja? Kanuni hizi zimewekwa ili mradi zifuatwe. Na hizi kanuni hawajaziweka tu bodi ya ligi. Maana yake na wadau tushiriki kwenda kuzitengeneza ili kuhakikisha kwamba kanuni zinafanyaje? Zinafuatwa. Na wale ambao tuliokabidhi kanuni bodi ya ligi kuhakikisha kwamba kile ambacho tulichokubaliana kinakwenda kufanyaje? Kinakwenda kutendeka. Baada ya juzi adhabu hizi kutoka, nilijaribu kuzifuatilia kwa undani hizi adhabu. Niwakumbushe kamati ya masaa 72. Moja katika msingi sifa ya mwanadamu ni yule ambaye kwenda kutenda haki katika kanuni ambazo wafanyaje? Zilizowekwa. Niseme bila sababu Azam Football Club wameonewa. Azam Football Club wameonewa. Azam FC watoe ushahidi usiokuwa na mashaka kwamba Azam alipitia kwenye mlango tofauti. Azam unapokwenda kuzungumzia Chamazi Complex ni nyumbani kwake. Kambini wanaweka pale pale. Maana yake wana milango mingi, wakitaka kambini kwenda kwenye nini? Kwenye pichi. Watuambie Azam alitaka apande basi atoke nje ndo azunguke ende msikitini apite. Yaani bodi ya ligi waambie, yaani bodi ya ligi iseme kama kuna utaratibu mtu akiwa kwake kumpangia mlango wa kufanyaje? Wa kupita. Na je, Azam alitakiwa wachezaji wake waingie kwenye basi, watoke geti kubwa, waongoze kama wanakwenda wapi? Mbande. Ikifika pale waingie kulia nyuma ya msikitini. Ndio utaratibu unavyotaka. Kwa hiyo mimi adhabu ya Azam siungani nao kusema kwamba walionewa. Hiyo moja.
Lakini kuna adhabu ya pili, umezungumza mashabiki wa klabu ya Simba. Nimekuwa sana nikikemea hili tendo ya kuona namna ambavyo mashabiki wanakwenda kuvunja nini? Kanuni. Lakini mashaka yangu sehemu moja, niombe kamati kupitia mwenyekiti wa kamati masaa 72 watoke hadharani, watoe uthibitisho kwamba hawa waliofanya ni mashabiki wa nani? Wa Simba. Je, mtu akivaa jezi nyekundu na nyeupe tayari kishakuwa Simba? Hizo hoja. Hakika jukwaa la upande wenu, mtu akivaa jezi nyekundu na nyeupe huyu tayari ameshahalalishwa kuwa Simba? Sasa tujadili mimi na wewe, anakaaje? Ngoja kabla. Wako mashabiki, nyinyi waandishi wa habari mnaongea nao kila siku, wanavaa jezi za Simba nyekundu na nyeupe. Wanadamu huyu hajawahi hata siku moja kuzungumzia mazuri ya Simba. Huyu ni Simba? Sio la kugombanisha mwandishi, tuzungumze ukweli. Wewe hujawaona wakilala wakiamka, Simba akishinda goli 5 wanasema Simba kakutana na kibonde, Simba akifungwa Simba timu mbovu. Wao wanavaa nyekundu na nyeupe, hawajawahi hata siku moja kuvaa jezi ya timu nyingine zaidi ya Simba, lakini wao wakilala wakiamka kuitukana Simba. Hawa ni Simba? Upi ushahidi unaokwenda wa moja kwa moja kututhibitishia kwamba hawa ni Simba? Mimi ni wasihi sana kamati ya masaa 72 watumie teknolojia ambayo itakwenda kumngamua mmoja mmoja anayefanya fujo katika viwanja. Leo nitolee mfano, tumekwenda uwanjani kwenda kuangalia mechi Simba na JKT Tanzania. JKT Tanzania wanavaa jezi za blue, Simba wanavaa jezi nyekundu. Akatokea mtu akavaa nguo ya rangi nyingine yoyote akarusha dongo pop, nani anakwenda kuadhibiwa? Nani ataadhibiwa? Nisaidieni waandishi wa habari. Dar es Salaam Africans wanavaa kijani na njano, Simba wanavaa nyekundu na nyeupe. Mechi ikapigwa Benjamin Mkapa, akaenda mtu akavaa nguo nyeusi akarusha dongo, nani anaadhibiwa? Maana yake anakwenda kuadhibiwa nani? Muhusika, kwa sababu yeye ndio alofanya tukio. Hii ndio teknolojia ambayo inatakiwa itumike. Haiwezekani mtu kavaa nguo nyekundu na nyeupe anatupa kopo alafu nakwenda kuadhibu Simba. Kwa nini yeye asiadhibiwe aliyefanya kile kitendo? Kuna namna elimu inabidi itolewe. Hapa lazima kuna elimu tuitoe. Kuna muda vilabu vinaonewa bila sababu ya msingi. Kuna watu wanaweza wakatengeneza chuki tuna Yanga, kuna watu wakatengeneza chuki na Simba, wakaenda kufanya fujo kwenye mechi zao. Vipi unakwenda kuzihukumu hii klabu? Na ndio maana ukisoma kanuni, ziko kanuni za kumwadhibu shabiki kama shabiki. Je, shabiki kama shabiki tutamwadhibu muda gani? Lakini umenambia adhabu ya 3 umekwenda kwa rafiki yangu Mudasiru ya haya. Mimi rafiki yangu sana. Mmoja kwenye maregani wa football katika nchi ukiwataja, lazima uende kumtaja Mudasiru haya. Uwezo kadauti katika hilo. Na moja mimi naamini kwenye viungo bora katika nchi. Sizungumzii kwa sababu yuko Yanga, nazungumzia kwa sababu mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Yeye ni kioo. Leo watoto wangu wanategemea kujifunza kutoka kwa Mudasiru kwa sababu ni kioo, mchezaji wa timu ya taifa. Kuna vitu lazima anatakiwa apunguze Mudasiru. Kwa ubora wake, kwa ukubwa wake, kwa uwezo wake, yeye anatakiwa kuwa kioo cha jamii. Watu wengine wafanyaje? Wajifunze kutoka kwake. Na bariki adhabu aliyepewa, lakini namsi anatakiwa ajitathmini kwa ubora na ukubwa aliokuwa nayo kwenye football ya Tanzania. Na imani yeye ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine, lakini kuna muda anapaswa kuzizuia hasira zake kwa ukubwa wake na ubora wake aliokuwa nao. Mimi naamini moja katika watu wasikivu sana Mudasiru haya. Basi mimi ni swaiba yangu, bahati nzuri nimezungumza naye, ameniambia bro, nimesikia vizuri. Kimsingi mimi naamini kwamba uko mbele atakwenda kujirekebisha ili kuna namna ambavyo jambo linakwenda vizuri na jambo linakwenda sawa sawa. Haikuishia hapo ndugu yangu, kumekuwa kuna kelele nyingi mitandaoni ya kijamii, lakini wengi wao wanaonekana kama wakimshambulia zaidi Wilson Oruma kwa hili sakata ambalo linaloendelea. Kwako Mikoi Kisugu, kwanza nipate kwanza nondo za hapa na pale, unasemaje? Jana mnamo wa saa 7 kasoro
Mimi nafikiri wanasheria wa Dar es Salaam Young Africans ndipo walipopeleka malalamiko katika taasisi ambayo Wilson Huruma anaifanyia kazi. Kwa bahati mbaya katika kupekua kwangu, wakati wanafika katika ile ofisi ya Huruma hawakumkuta. Daktari Samia Suluhu Hassan, si kingine kinachofuata ni dabi ya Kariakoo. Mnatarajia kuiona dabi ya namna gani, na pengine mnataka kuiona mechi inakwenda kuchezeka wapi, Benjamin William Mkapa ama Isamu? Kwanza mimi naamini kwamba dabi haijawahi kuwa mchezo mwepesi. Dabi ni mchezo mgumu, ni mchezo wa ushindani. Mimi naamini dabi ya mwisho tumekutana na Dar es Salaam Young Africans New Amani Zanzibar, ambapo wao walibadilisha jina kutoka New Amani Zanzibar wakaita Guantanamo kule. Guantanamo Bay. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, baba yao hakufikia akaenda kuwasaidia Guantanamo. Baba yao hakufikia ndio akaenda kuwasaidia Guantanamo Bay. Nani huyo? Mwamuzi ndio alikwenda kuamua ile mechi, tukapata suluhu. Kwa hiyo tarehe 3 ni mechi nyingine. Ni mechi ambayo kila mmoja ataingia kwenye mentality nyingine, ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Sisi kama Simba tunaamini kwamba mwalimu atajipanga na tutakwenda kufanya vizuri, kwa sababu nia na madhumuni kuona tunachukua ubingwa wa ligi ya NBC, na ndio maana tunaendelea kufanyaje, kupambana. Mimi naamini tutakwenda kucheza vizuri na tutapata matokeo zaidi ya mtani. Kirahisi hivyo? Yes. Sisi tuna timu nzuri. Tuna wachezaji ambao wanaamini kwamba wanakwenda kutimiza malengo ya nini? Ya Simba, na mpaka leo tunaamini kama sheria 17 ingekuwa inatafsiriwa vizuri, anayeongoza ligi hakupaswa kuongoza ligi. Anayeongoza ligi hakupaswa kuongoza ligi. Kiona na maana gani hapo? Mechi ya Simba ilikuwa imekwisha, imekwenda kuamuliwa na waamuzi. Nani anabisha? Na wenye mpira wao wamethibitisha kwa barua. Wamethibitisha wenye mpira wao kwa barua, na mimi nayo. Sasa ondoka kwenye ile mechi, nenda kwenye mechi ya Dar es Salaam Young Africans na Namungo. Young Africans dhidi ya Namungo. Mwamuzi kashushwa daraja. Sawa, naikumbuka. Maana yake haki ingekwenda kutendeka, anayeongoza ligi hakupaswa kuongoza ligi. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Pengine kwenye swala la muamuzi hapo mnamtamani nani haje? Aragija? Wenye mamlaka watakachoamua, sisi tutapeleka timu, tutakwenda kupambana. Lakini imani yetu kubwa kuna namna ambayo wanakwenda kutafsiri sheria 17 ili mshindi aweze kupatikana kihalali. Huwa mumtaki Aragija. Sisi tunaamini kwenye sheria 17. Wao watakaoona nafaa, basi yoyote wamlete, sisi tutakwenda kucheza mpira. Tunachotaka sisi kuamini sheria 17 inakwenda kufanyaje? Tafsiriwa. Uwanja je? Kokote ambako viongozi wa Simba watakapoenda kuamua, sisi tutakwenda kuisupport timu. Binafsi ungependekeza hiyo? Benjamin William Mkapa. Hapa. Yes. Hapa mlikofungwa 5 mkiwa nyumbani. Benjamin William Mkapa. Au mnataka kwenda kuwauliza zile 5? Hapa Benjamin William Mkapa. Mnatamani kuwauliza zile 5 waliwafunga? Yes, Benjamin William Mkapa. Kwani mwandishi wewe unaamini kwamba Yanga hajafungwa 5 na Simba? Ninaamini. Vitu vya kawaida. Mako umesikia hapa Simba alifungwa 5. Golini Kaseja, Fubeke anacheza cholo hiyo. Yanga anachezea 5, katikati pale kuna mafisango. 5 bila hiyo. Hapa kuna Emmanuel Okwi, huku kuna Uhuru Selemani Mwambungu hiyo. Selemani Mwambungu yuko hapa anatembea. Mwisho wa siku goli 5. Nashukuru sana waandishi wa habari. Sababu taratibu za kisheria ofisi yake wakakubali kupokea yale malalamiko. Kimsingi ni jambo ambalo lipo. Lakini moja, ukiangalia katika kile ambacho walichokilalamikia kabla ya kwenda mahakamani, ukiangalia kwenye article walizoandika, Yanga wanahitaji fidia bilioni 10 kutoka kwa Wilson Huruma. 10 bilioni brother, jamaa wanataka 10 bilioni. Ile kesi nimepokea kwa namna mbili. Moja, na wapongeza Dar es Salaam Young Africans, lakini pili, namsitiza Huruma aendelee kusimama katika msimamo wake, kusimamia kile ambacho anachokiamini. Moja katika vilabu ambavyo vimeshtumiwa sana na waandishi wa habari, vimezungumzwa sana na wachambuzi, vimekashifiwa sana na wahariri, basi ni klabu ya Simba Sports Club. Lakini tulikuwa kimya, tuliamini mpira ni mchezo wa maneno. Leo Yanga wanahamisha kwenye maneno, wanakwenda kwenye uasilia. Niwapongeze kwa sababu wanakwenda kuchonga barabara ambayo sisi Simba Sports nasi tutapita katika kile ambacho Yanga wanakipitia.
Na moja sababu nawapongeza watani katika hili, sisi kuna watu wanatutukana kila ukicha wanavaa jezi za Simba. Tulikuwa tuwashtaki kwa sababu tunaamini football haitaki kwenda wapi? Mahakamani. Lakini kwa sababu Yanga wameanza, wametuletea wepesi na sisi tunakwenda kumaliza. Koki kwa nguruwe, binadamu uchungu. Kwa hili nawapongeza sana Dar es Salaam Ngafu. Lakini kwa upande mwingine bado nasimama na Wilson Uruma. Anakwenda kuukomboa mpira wa Tanzania. Na katika hili waandishi wa habari, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema shikamaneni kwenye kamba nini? Ya Mwenyezi Mungu. Ili kuhakikisha ukweli wa mambo unafanyaje? Unapatikana. Leo hii kwenye football yetu kuna mambo mengi hapo. Mimi naamini hii kesi itakwenda kuvumbua mambo mengi kwenye mpira kwenye nchi hii. Hii kesi ya Wilson Uruma itakwenda kuvumbua mambo mengi. Leo napita mitandao ya kijamii. Ilikuwa sauti ya ndugu yangu Benjamin Yasukire naisikia. Anasema jamaa walinitafuta nataka kunipa milioni 40. Lakini rejesha kumbukumbu, ile mechi anaolalamika Benjamin Yasukire ilikuwa baina ya timu gani na timu gani? Alafu baadaye nikakaa nikafikiria kwenye mitandao, nikakutana na video ya Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu Jakaya Mrisho Kikwete. Yuko kwenye hadhara ya Yanga. Anasema nyinyi mnashinda lakini mnashinda kwenye maarifa sio. Hiyo video unakutana nayo? Yes. Hiyo video nimekutana nayo. Yaani umeanza kukutana na video ya kwanza ya Sukile. Analalamika kwamba alikuwa anatafutwa na simu anapigiwa kwenye milioni 40. Unashuka tena chini kidogo. Nakutana na video ya Mheshimiwa Rais mstaafu. Anasema mnashinda lakini mnashinda kwenye maarifa sio. Kwa hiyo mimi naamini nyakati sasa hizi za kwenda kukomboa mpira wa Tanzania umefika. Bwana Mikoi, nimalize na hili hapa kwa upande wangu. Mtakapotoka kutoka Muungano kurejea katika ardhi ya jiji ya Dar es Salaam, ardhi ya Rais wa Jamhuri